Kitu ambacho nimekiandaa ni cha kitofauti kidogo kwa sababu melodies zitakuwa ni za kitofauti, mashairi pia kitofauti, na aina nyimbo pia kwa wapenzi wa kudensi, wapenzi wa muziki mzuri, melody kali zile. Kwa hiyo zimejaa mle unyama sana. Mungu amebless kabisa kwa nafasi hiyo. Naweza nikasema tu wajivunie. Ndio tofauti ambao ninauona utakuwepo. Kazi itatoka Jumanne ya wiki hii ambayo tutaanza kesho kutwa. Mapokezi tu ni wenyewe wajipange, wawe karibu na simu zao kwa sababu kazi ni kubwa, na video naamini baada ya wiki moja itakuwa inatoka kabisa. This is Juno TV online. Bane, mambo vipi? Mimi naitwa Choche Brown, ukiniita Wiz Mofa utakuja kosea kabisa, na hii ni Juno TV online. Kwa pamoja tuko hapa ili kwamba kuweza kukupa zote habari, na kama una kisa mikasa matukio bwana, unaweza kanicheki kwa nambari ya simu 0754952768. Hiyo ni namba ambayo itakukutanisha na Choche Brown mwenyewe ili kwamba tuweze kupiga story 1 2 3 ili kwamba kuweza kujua na kuwafahamisha ulimwengu kwamba ni kipi ambacho kinaendelea. Na siku zote bwana, huwa sikuachi mpweke na sikuachi mkiwa. Niko na Mr. Gal Singer ambaye ni mwimbaji nguli kabisa wa muziki wa injili au nyimbo za injili. Na kwa dakika zote tumekuwa tukimshuhudia mshikaji bwana, kwa mara ya kwanza aliweza kuonekana kwenye YouTube channel yake ya Gal Singer, ambapo ilikuwa ni tarehe 16 mwezi wa 4 2024. Mshikaji bwana aliweza kupandisha kazi moja hivi ambayo ilikuwa ni ya kwanza kabisa kwenye YouTube channel ambayo aliiacha, ambayo alikuwa anaandaa kitu fulani hivi na tusay WhatsApp ambaye ni producer. Lakini baada ya siku ni kwamba mshikaji aliachana na ile YouTube channel na kufungua YouTube channel mpya ambayo mpaka sasa anaitumia, na kufika tarehe 25 mwezi wa 8 2024 ndio ilikuwa ni siku ya kwanza ambayo mshikaji Gal Singer aliweza kupandisha wimbo wake wa kwanza, kazi yake ya kwanza ambayo ilikuwa inafahamika kama Kesho ya Matumaini. Wimbo ulipokelewa vizuri sana kwa nafasi yake, na niko na mzee mzima kuanzia tarehe 15 mwezi wa 5 2025 ndio ilikuwa ni siku ya mwisho. Mwamba yupo kimya mpaka sasa hivi, lakini jambo la matumaini na jambo jema zaidi kufika jana na leo hii hapa Mwamba ameweza kutangaza ujio mpya wa kazi yake ambayo ameshirikishwa na mshikaji. Ili kuweza kujua yote hayo, ungana nami kupitia Junior TV online. Mimi naitwa Choche Brown, na nyuma kamera yupo Director B, niko na Gal Singer. Huyu hapa, mambo ni aje kaka? Safi sana kaka. Mzima. Mungu mwema. Watu wa dini sana waga kuna salamu fulani hivi wanazikataaga. Kwa kweli ni salamu ipi ambayo mtu akikusalimia unaona kwamba huyu bwana ameniheshimu? Mimi salamu yoyote tu ambayo inafaa katika jamii safi tu. Safi. Kuna wengine zile mambo ni aje usikia hizo za kidunia? Amna, hiyo inafaa kabisa. Kweli. Sawa, watazamaji wanakutazama kupitia Junior TV online, labda pengine iwe nafasi yako kuweza kujitambulisha, wewe ni nani, unafanya nini, wakufahamu zaidi kuachilia mbali na ile ambayo nimekutambulisha mimi. Asante, naweza nikasema tu wajue mimi naitwa Gal Singer. Kazi yangu mimi ni mwimbaji wa nyimbo za gospel, aidha kwa namna moja naweza nikasema injili. Hivyo tu. Sawa, Gal Singer, labda pengine tuweze kufahamu historia kidogo bwana. Gal Singer ni mtu ambaye pengine katika hali ya ndoa ameoa au imekuaje hivi? Mungu amemjalia Gal Singer na mke mmoja, na mtoto mmoja pia. Ndio. Mke bwana naye mwimbaji au kuna namna bwana mme ndo mwimbaji? Mungu kanijalia mke wangu pia ni mwimbaji katika kundi moja linaitwa One Nation. Kwa nini Gal Singer peke yake na mke wake kwenye kundi lingine? Unajua hii ni kazi, japokuwa tunasapotiana kwenye swala la injili, lakini ilibidi tu hivyo kiufupi hivyo tu. Asante sana. Gal Singer, toka tarehe 15 mwezi wa 5 2025 upo kimya sana kwenye YouTube channel yako, ina maana hatujapokea kibao chochote wala kazi yoyote ile. Labda pengine umewahi kushiriki au kushirikishwa kwenye nyimbo zingine huko, lakini kupitia YouTube channel yako au platforms zako zote ni kwamba Gal yupo kimya sana. Tutamani kuweza kujua kwamba kipi ambacho kinamfanya Gal Singer akae kimya kwa muda mrefu hivi. Vizuri kabisa. Gal Singer ni mtu ambaye nafikiria mbali, na mtu ambaye anafikiria mbali ni lazima ajipe muda ambao unaweza kumsababishia atakachokifanya watu wakione na washuhudie kwamba huyu mtu kweli amekaa kimya, alikuwa anafikiria kufanya kitu fulani ambacho kinaweza kikaja kikawa cha kitofauti. Ndio maana labda nakaa kimya sana, lakini sikai kimya kwa kupuuzia labda na huenda kuna mambo baadhi yakai vizuri kwa unajaribu kukaa kimya ili kutengeneza mambo ili pia nilete tumaini kwa watu ambao wanapenda kunitazama na kusikiliza muziki wangu pia.
So, kuna baadhi ya watu ambao wanapenda sana kupata burudani na kuweza kupata jumbe za Mungu kupitia nyimbo za Girl Singer. Baada ya kuona ukimya wako walikuwa na maneno mengi kwamba au ndo management haiko fiti au pengine Girl Singer ndo amepotea kwenye game. Labda uweze kuongea neno lolote kwa wale ambao walikuwa na mawazo ya aina hiyo. Sawa, mimi naweza nikasema kwa ufupi sana. Unajua maelezo yanaweza kuwa marefu, lakini kwa ufupi ikatoa initial ya mtu kuelewa. Mimi naweza nikasema tu kwamba management inaweza katokea ndio kufeli, lakini pia ni kutokana na ratiba za kazi jinsi zilivyo. Kwa ndo lazima zinaonyesha kwamba management imefeli, lakini kwamba sio management kwamba imefeli, lakini ratiba za kazi zinachukua muda mrefu kuandaliwa kwa sababu kuleta kitu kizuri. Sawa, ukimya wa Girl Singer kwa muda wa takriban miezi 7 sasa, ina maana hatusikii kazi yake. Ina maana alikuwa ameridhika kukaa kimya au kuna namna pia mazingira yalikuwa hayako poa? Licha ya kusema kwamba kuandaa kitu kizuri. Kwa namna moja naweza nikasema mazingira yako vizuri kwa sababu ya supporter. Supporter kidogo ilikuwa iko vizuri kutokana na uchumi, lakini baada ya kujipanga vizuri ndio maana kwa sasa hivi pia tena ninaanza kuonekana na natumaini nitaonekana vizuri tu. Yeah. Sawa, kuna kazi kesho ya matumaini ndio ilikuwa ni kazi yako ambayo niliwahi kushuhudia na kuisikia mara zaidi kabisa. Na ni wimbo ambao kiukweli ndani yake kuna ujumbe mkubwa ambao unanihusu mimi sana. Hongera sana kwa kutengeneza ule wimbo. Asante sana. Kuna ile mimi na wewe tu. Kipi ambacho kilikusukuma zaidi kuweza kutengeneza wimbo ule mimi nawe tu? Niko nawe tu hiyo ngoma. Yeah. Nyimbo hiyo asilimia kubwa sana pia imenigusa hata na mimi, na katika mashairi baadhi ni kidogo ya maisha yangu. Sasa ile ngoma yani kiufupi tu nilijifili kufanya vile kwa sababu ni kitu ambacho kinanigusa. Kwa hiyo nikitengeneza kitu kizuri kinachonigusa mimi na nikachanganya matukio ambayo yanaweza kugusa wengine, inaweza kuleta maana ya watu kuelewa kipi nachomaanisha zaidi. Ukimya wa Girl Singer, hatimaye leo hii tumepata surprise kwamba bwana nimeandaa kibao kipya ambacho nimeshirikishwa. Tutamani kuweza kufahamu umeandalia nini au unaandalia nini watazamaji wako, wapenzi wako, mashabiki wa Girl Singer wanaotamani kusikia Singer bwana akitoa vitu vizuri. Unaandalia nini ikiwa ndo mwanzoni kabisa mwa mwaka 2026 ikiwa ni mwezi wa kwanza? Unaandalia nini mashabiki zako? Mungu amenijalia neema, nimepata collaboration na msanii ambaye anaitwa Sila Nyingros. Aliniomba collabo na tukafanya, Mungu akatuwezesha, audio ikakamilika kabisa. So kitu ambacho nimekiandaa ni cha kitofauti kidogo kwa sababu melodies zitakuwa ni za kitofauti, mashairi pia kitofauti, na aina nyimbo pia kwa wapenzi wa kudensi, wapenzi wa muziki mzuri, melody kali zile. Kwa hiyo zimejaa mle unyama sana. Mungu amebless kabisa kwa nafasi hiyo. Naweza nikasema tu wajivunie, ndio tofauti ambao ninauona utakuwepo. Sawa, hadi kufikia hatua ya kushirikishwa kwenye wimbo huu wana mshikaji mwenyewe. Kwa upande wako wewe, baada ya kuzipokea taarifa kwamba bwana Girl Singer natamani uweze kuparticipate kwenye wimbo wangu, ulizipokeaje taarifa? Labda pengine palipo kuna ugumu wa wewe kukubali kufanya naye kazi? Kwa namna moja hizo nyingine naweza nikasema ugumu ulikuwa upo kwa sababu yeye ni mtu wangu, pia ni mtu wangu wa karibu. Kwa waliponiambia bwana tufanye kitu fulani, kwa sikuangalia kwa sababu mimi na mambo yangu labda binafsi ambayo naandaa, lakini niliona amna shida, ni huduma na tufanye kwa sababu kupitia mimi kuna mtu anaweza akaokoka. Hivyo ndo nilichoamua kukifanya. Hakuna changamoto yote ambayo labda pengine unajua unapokuwa umeshirikishwa au mtu anapotaka kushirikisha mtu, kuna zile changamoto bwana, kuna kidogo kipato sijui na nini bwana, sijapewa chai nini na nini, kwa kuweza kutokea kwa mshikaji kuweza kushirikisha? Kwa namna moja hizo nyingine za nikasema kwamba hakukuwa kichangamoto chochote ambacho kinaweza kanifanya nikazungumza. Ile ni kazi, na katika kazi ya kukosa changamoto. Kwa hiyo tuseme tu hivyo, Mungu alisaidia na kitu kikakamilika. Kwa waimbaji wa nyimbo za injili wa kiume, Girl Singer, kuna kipindi bwana uliweza kuwa nominee kwenye tuzo ambazo ziliandaliwa, lakini kwa bahati mbaya hukuweza kuipata. Natamani kuweza kufahamu kwa Girl Singer ni muimbaji upi wa nyimbo za injili ambaye huo unampa macho sana na unamkubali sana kutokea hapa nyumbani? Hapa nyumbani nawapa watu wote macho na waangalia kabisa, kwa sababu mtu anayefanya kazi lazima angaliwe.
na wapa wote wanaofanya kazi, wasanii wote wa kiume hapa nyumbani, kwa unaangalia, sichagui. Unaelewa kwamba huyu ninamtazama sana na napenda vile anavyofanya zaidi ya wengine. Ni siwezi ni kama binafsi wa sifa, na wapenda wote na nawafuatilia wote kabisa. Girl Singer na Yvette bin Kembo, tuliweza kupata kazi yenu bwana. Kazi ilikuwa ni nzuri sana, lakini kuna namna style iliyopita mule kama bongo nini na nini, watu walikuwa wanashindwa kuelewa. Hii ni bongo au inakuaje hii? Mimi naweza ngasema hiyo ngoma Mungu tu aliamua kufanya hivyo, lakini ni muziki ni aina fulani ambayo inataka mabadiliko kila kukicha. Kwa hiyo inatubidi tu tunabadilika kwa sababu ya kuleta ladha tofauti hivyo tu. Sawa, kwa kutaka kutuambia lile ambalo mmeliandaa na collab yetu hii tunaipata lini, lakini pia kwa sababu umesema kwamba maandalizi ya audio yapo tayari, pengine hata video pengine ipo tayari, tutamani kuweza kufahamu kwamba kazi watu walipokea lini, lakini pia uweze kuwapa watu tension, wajiandae vipi ili kwamba kuweza kuipokea kazi kutoka kwa Girl Singer na bwana mkubwa ambaye amemshirikisha. Kazi itatoka Jumanne ya wiki hii ambayo tutaanza kesho kutwa. Mapokezi tu ni wenyewe wajipange, wawe karibu na simu zao kwa sababu kazi ni kubwa, na video naamini baada ya wiki moja itakuwa inatoka kabisa. Fahamisha kwamba kazi wanaiona kwenye YouTube channel ya nani? Kazi hiyo wataiona katika YouTube ya Nyengro Sisila Gospel, ndipo nyimbo itapostiwa huko. Sawa, labda ujumbe wa mwisho au ujumbe ulionao kwa watu ambao wanakutazama, lakini pia ambao watatamani kusikia kibao chenu. Mimi naomba tu waendelee kutusapoti, wasichoke, wasitufumbie macho kuona tumekaa kimya. Tutakaporejea watupokee kama wana na waendelee kutusapoti tu. Ndio. Asante sana kwa muda wako. Hii ni Junior TV Online, tulikuwa na Girl Singer, mwimbaji ambaye namkubali kwa upande wangu mimi, anafanya vizuri sana. Na niseme kwamba tulikuwa naye ameweza kutambulisha ujio mpya wa kazi yake ambayo ameshirikishwa. Na niseme tu kila chenye mwanzo kikosi mwisho, niseme tu bye bye. Ili kupata habari moto na mpya kila siku, basi ungana nasi kupitia Junior TV Online. Kubwa kwa wote.